Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, karibu na tuendelee kujifunza. Kwanza kabisa napenda kukujuza kwamba Ifahamu Teknolojia sasa inabaki kuwa kama kipindi tu. Na chaneli itaitwa rasmi kwa jina la The Mkwamaz, ambayo ndani yake itahusisha vipindi tofauti tofauti. Na leo tunaenda kuzindua rasmi kipindi cha Carbon 14. Ni kipindi ambacho tunaenda kuchimbua mengi yaliyojificha aidha kutokana na ukakasi wake au kwa namna yoyote ile. Karibu. Je, unajua kama mtu wa kwanza alikuwa ni Adam na Lilith na sio Adam na Hawa kama wengi tunavyodhani? Mfahamu Lilith, mwanamke wa kwanza wa Adam. Una sababu ya kushangaa kuhusu ya Lilith kwa maana utayaona ya Hawa. Tosheka ya kwamba Afrika dini tumeletewa. Kuna mengi sana tumefichwa. Ni hivi, Wayahudi wanadai ya kwamba Hawa hakuwa mke wa kwanza wa Adam, bali ni Lilith ndiye aliyekuwa mke wa kwanza wa Adam. Je, ni nani huyo Lilith? Asili ya neno Lilith limetokana na neno Lilitu kwa lugha ya Akkadian. Lina asili ya muundo wa kike likiwa na maana ya demon au spirit, ghost, night, monster, ambayo maana halisi ya Lilith ni belonging to the night, yaani ni mali ya usiku, malkia wa giza. Sasa je, Mwenyezi Mungu amesemaje kuhusu kuumbwa kwa mtu? Tukisoma Mwanzo 1 aya ya 26 mpaka 28 na nukuu. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Aya ya 27 inasema, Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Na aya ya 28 inasema, Mungu akawabariki, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Sasa tutilie mkazo hapo kwenye aya ya 27. Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Anasema, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Sijui nimeeleweka hapo ama acha tuisome kwa Kiingereza ili kuweza kupata maana halisi. Inasema hivi, so God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Nadhani nimeeleweka. Yaani ni kwamba Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo, kwa mujibu wa Biblia katika aya hizo ni kwamba mwanamke na mwanaume wote waliumbwa siku moja na wakabarikiwa siku hiyo hiyo na wakaambiwa wakazaane ili kuujaza ulimwengu. Sasa hapo ukiwa na haraka unaweza ukasema kwamba mwanamke huyo ndiye Hawa. Lakini ukweli ni kwamba mwanamke huyo hakutajwa kwa jina.